Naitwa Rebecca na kwenye picha hii nina miaka 2. Huyo ni baba na bibi yangu. Nimelelewa na bibi yangu tangu nikiwa na miezi 8. Ambako mama yangu alinileta kwa baba yangu ili aendelee na masomo yake. Bibi alinipokea na malezi yakaanzia hapo. Sina kumbukumbu ya kulelewa na mama, na kwa muda mrefu iliniachia hisia za kukataliwa. Maana hata baada ya kumaliza masomo yake, aliendelea na maisha yake kama vile sikuwepo. Kwenye picha hii, baba yangu naye alikuwa akimalizia chuo. Alikutana na mama diploma, na mama alipopata ujauzito wangu wakatengana mpaka leo. Hapo nilikuwa katoto katundu sana, makovu ya kuumia mwili mzima na mapengo ya kutosha. Bibi alikuwa ananipenda sana, hadi kuna muda unasahau kama kuna mama. Bibi alikuwa fundi wa kushona nguo, na nilikuwa naongozana naye kazini kwake. Picha hii nina miaka 8 na ni binti mkubwa sasa. Umri wa maswali mengi. Nilikuwa nauliza maswali hadi bibi aliweka ratiba ya kipindi cha maswali na majibu. Maswali kama, kwa nini nina vidole 5 na sio 12 kwenye mkono mmoja? Yalikuwa yakimchosha bibi. Lakini bibi hakutaka kuua kipaji changu cha udadisi, ambacho baadaye kilikuja kuleta matunda kwenye fani yangu ya uandishi wa habari. Kwenye picha baba yangu hayupo. Alikuwa ameshamaliza masomo, kapata kazi na ameshaoa mji mwingine. Picha hii inahitimu kidato cha 6. Na nilikuwa na furaha sana. Sana. Maana hatimaye naondoka kwa bibi. Naenda chuo. Miaka ilivyozidi kwenda na stage ya kubalee ilipokuja, tukaanza kuwa na mvutano na bibi yangu. Mara kwa mara nilikuwa nagombana naye. Maana bibi alikuwa msabato aliyekolea, na mimi nilitamani kuishi maisha yangu ya bata. Mpaka kufika kidato cha 6 ni kwa mbinde sana. Baba alijaribu kuingilia ugomvi wetu. Hata kipindi akaamua nihamie kwake. Lakini nilikuwa nimevurugwa sana. Nilipoenda kukaa naye, nikaanza kugombana na mke wake. Na mwishowe huko nako nikaharibu. Nikarudishwa kwa bibi. Shule nilimaliza kwa mbinde sana. Nilirudia kidato cha 3 mara 3. Kwa sababu mara ya kwanza nilitoroka shule nikafukuzwa. Mara ya pili nikaugua sana. Mwaka mzima nikapoteza nikiwa nyumbani. Na mara ya 3 ndo nikafanikiwa kuendelea kidato cha 4. Yaani hapo kila anayetabasamu ana historia ya mimi ya kutisha, na anasema afadhali akafunzwe na ulimwengu. Hao ni wadogo zangu na watoto wa mama wa kambo. Niliishi nao kwa upendo na walikuwa wananipenda sana. Chuo sasa ni vituko vitupu. Nilikuwa nimeajiriwa kama dancer wa club. Mchana niko chuo kama wengine, usiku niko na dance club. Bibi yangu alivyokuja kuonyeshwa video mtandaoni, alipata pressure hadi kulazwa. Baba yangu akaniambia hatolipa tena ada. Hapo ndo wakanicharusha zaidi. Nikaingia kwenye masponsa kabisa. Ili niweze kupata fedha za kumaliza journalism school na kujikimu kimaisha. Kipindi hichi mama naye alinitafuta. Nikawa naenda likizo kwake. Yeye naye alikuwa anaunga maisha kama mimi, na biashara vidogo vidogo kama kuuza mitumba na urembo. Lakini alikuwa ananisihi sana niachane na maisha ninayoishi. Maana kinachomuumiza ni kuona mimi nikiishi maisha yale yale aliyoishi yeye alivyokuwa binti, kabla na baada ya kunizaa mimi. Mara nyingi nikikaa mwenyewe nilikuwa najua ndani yangu kabisa kuna kitu kikubwa inabidi nifanye kwenye maisha. Lakini nilikuwa naona nimeshafanya makosa mengi sana, na ni ngumu kuvuka hayo makosa na kuanza maisha mapya. Mpaka hapo nilikuwa
nimefanya ujinga na makosa ya kila aina hadi kuondosha viumbe vingi tumboni mwangu. Nilijiona kama nimeshayakosea haya maisha, na wenda nisubiri tu haya maisha yaishi. Wenda Mungu akinionea huruma huko ahera atanipa nafasi nyingine nije niishi maisha mazuri kwenye malengo. Kwenye picha hii ni msiba wa bibi. Sikujua kama msiba huu ungeniumiza hivi. Nililia hadi sikuwa na machozi ya kulia tena. Nilikuwa nakaribia kuandika UE ya mwisho wa mwaka wa 3. Nihitimu chuo, ndipo nikapata taarifa bibi anaumwa sana, yuko ICU. Nikafunga safari mpaka nyumbani, na hali ya bibi ilikuwa ni mbaya sana, na muda mchache alifariki dunia. Nililia kwa uchungu sana, maana niliona kabisa nafasi niliyopoteza kuwa sawa na bibi yangu. Sikuweza kuongea msiba mzima hadi mazishi yalipoisha. Aliyekuwa anamuuguza akatuletea vitu alivyoagiza kila mtoto wake apewe atakapofariki. Mimi nililetewa Biblia na daftari lililokuwa limeandikwa jina langu. Ndani yake ni mambo yaliyobadilisha maisha yangu milele. Daftari lilikuwa limechoka kwa sababu alianza kuandika kuanzia siku mama yangu amenileta kwa bibi. Aliandika tukio zima mpaka nguo niliyokuwa nimevaa siku amenipokea na maongezi yote ya siku ile. Na aliandika swali: Mungu, kwa nini umeniletea huyu mtoto nimlee? Na kwenye tarehe nyingine ambayo ilikuwa ni baada ya miaka 2 tokea tarehe ile aliyonipokea, alikuwa ameandika vitu Mungu alivyomwambia kuhusiana na mimi. Aliandika, Mungu amenichagua niwe mtumishi wake, sio madhabahuni, lakini nibebe jukumu la kusaidia hatima za mabinti wapewe nafasi ya kuvuka mipaka inayowazuia kuwa kile Mungu amewaita kuwa. Muda huu nilishangaa sana kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nahitaji huo msaada. Nawezaje sasa kusaidia wengine? Ndani ya hilo daftari ni maelekezo ambayo bibi alikuwa akiandika tokea nikiwa mdogo, ya jinsi ya kuwa mtu nitakayewaongoza wengine watimize makusudi yao duniani. Nililia sana. Kwa siku nyingi nilikuwa nimejifungia ndani nikilisoma lile daftari mwanzo mpaka mwisho na kurudia tena. Siku moja bado nimejifungia ndani, nikaona ile Biblia, nikaichukua. Nikafungua tu, nikaishia kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 8. Nikaanza kusoma. Nikapata shauku, nikaendelea kusoma na kusoma. Nilikuwa sielewi vingi, lakini nilikulia kanisani kabla sijacharuka. Kwa hiyo nilikuwa naelewa kwa mbali. Lakini ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa nikaona natamani kujua zaidi. Kesho yake asubuhi nikaenda kanisani nilipokuwa nasali na bibi. Nikakutana na baba mmoja ambaye ni mtumishi. Akaniuliza, unahitaji nini? Nikamwambia nahitaji kumjua Mungu. Akafurahi sana. Nikakaa naye siku nzima ananifundisha kuhusu Yesu Kristo. Nilikuwa natokwa machozi nikimuuliza kama Yesu atanitaka hivi nilivyo. Akaniambia Yesu alikuja kufa msalabani kwa ajili ya jinsi ulivyo, ili usibaki hivyo ulivyo. Akaniongoza sala ya toba na kumpa Yesu maisha yangu. Tokea hapo mambo yakabadilika. Sikuwa yule nilikuwa tena. Hapa ndipo nimejiunga na kanisa. Nimeachana na marafiki wote wa zamani. Nimeomba msamaha kwa wazazi wangu. Nimejisamehe na mimi pia kwa makosa niliyofanya. Na nasubiri kurudi chuo. Mwaka unaofuata nimalizie mwaka wa 3 nilioshindwa kumaliza. Miezi niliokuwa nasubiri kurudi chuo, nikaanza kujifunza makala ya wanawake na uwezeshaji wa wanawake. Nikaanza kufuatilia wanawake mashuhuri na historia zao, changamoto zao na nini walifanya cha tofauti na mifumo iliyopo. Nikapata marafiki wapya walionisaidia kukua kiroho. Nikaanza kunena kwa lugha na nikawa na mahusiano na Roho Mtakatifu kama rafiki yangu wa karibu zaidi. Nilimuuliza maswali mengi kuhusu maisha yangu na nilipokea majibu kwa njia mbalimbali,
kama mahubiri, mazungumzo na watu wengine na kwa kusoma Biblia. Niliporudi chuo, nikaanza kuandaa semina na wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wa pili na kuwashauri jinsi gani wanaweza kutimiza malengo yao bila kujichanganya na maisha ya mjini yatakayowapotezea muda. Huduma hii ilikuwa na sasa miaka mingi baadaye, nimeolewa, nina watoto 3 na ni mwandishi mashuhuri nchini wa masuala ya wanawake. Hata wewe sijui umeishi maisha gani, na unajua sio mwelekeo wa maisha unayojua ndio hatima yako. Sijui unahisi umetenda dhambi ngapi Yesu hawezi kukusamehe na kukupa maisha mapya na nguvu mpya ya kusahisha makosa yako. Kuna maisha yenye maana nyingi sana upande wa pili wa maamuzi yako ya kumpa Yesu maisha yako leo. Kwa maamuzi niliyoyafanya kuitikia wito wa Yesu, nimeweza kubadilisha maisha ya wanawake wengi sana ambao walikuwa wanaelekea kuwa kama nilivyokuwa. Luka 5:27-32 ni hadithi ya Yesu kumuita Mathayo, ambaye alikuwa ni mtoza ushuru, mtu mwenye dhambi, na kumuita kama mwanafunzi wake. Na akamtumia huyo huyo mwenye dhambi kuita wenye dhambi wengine wengi kwa Yesu, wale naye chakula, wasikie faraja ya kuwa karibu na Yesu, ambaye hakuwahukumu dhambi zao bali aliwasamehe dhambi zao. Hivyo hivyo na makosa yako ya nyuma, wewe ni chombo kizuri cha Yesu kuwaitia wengine kama wewe kwake. Yesu anakuita leo, mpe maisha yako. Anataka akupe pumziko. Yesu anakupenda sana. Kama unataka kumpa Yesu maisha yako, omba na mimi. Yesu, natambua mimi ni mwenye dhambi, lakini ulikuja ili nipate msamaha wa dhambi na kupata uzima wa milele. Naomba unisamehe na unipokee kama chombo kitakachowaleta wengine kwako. Nakiri wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa na hata milele. Amen.